kwaranĩria nawe, nĩngwenda kwaranĩria nawe, nĩngwenda kwaranĩria nawe, ngoro yakwa ĩkene, nĩngwenda hinya wa Roho, nĩngwenda hinya wa Roho, nĩngwenda hinya wa Roho, ngoro yakwa ĩkene, nĩngwenda ndũranage nawe, nĩngwenda ndũranage nawe, nĩngwenda ndũranage nawe, ngoro yakwa ĩkene, nĩngwenda guoyo wa Roho, nĩngwenda guoyo wa Roho, nĩngwenda guoyo wa Roho, ngoro yakwa ĩkene, ndũgĩũke Mwathani, ndũgĩũke, ndũgĩũke Mwathani, ndũgĩũke, ndũgĩũke Mwathani, ndũgĩũke, ngoro yakwa ĩkene, anaweza, anaweza Bwana, wega ni wega Ngai, ni wega Ngai, ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa, nditũraitare nawe, nditũraitare nawe, nditũraitare nawe ngoro-inĩ yakwa, Jesũ nditũraitare nawe, nditũraitare nawe, nditũraitare nawe ngoro-inĩ yakwa, nĩwe njĩrĩgĩrĩire, nĩwe njĩrĩgĩrĩire, nĩwe njĩrĩgĩrĩire ngoro-inĩ yakwa, Jesũ nĩwe njĩrĩgĩrĩire, nĩwe njĩrĩgĩrĩire, nĩwe njĩrĩgĩrĩire ngoro-inĩ, ndũgĩũke Mwathani, ndũgĩũke, ndũgĩũke Mwathani, ndũgĩũke, ndũgĩũke Mwathani, anaweza Bwana, anaweza Bwana Yesu tukiomba, anaweza Bwana tukiomba, anaweza Bwana tukiomba, anaweza Bwana, anaweza Bwana Yesu nakuponya, anaweza Bwana nakuponya, anaweza Bwana nakuponya, anaweza Bwana, anaweza Bwana Yesu kubariki, anaweza Bwana kubariki, anaweza Bwana kubariki, anaweza Bwana, anaweza Bwana, maradhi yangu haya moyaga, maradhi yangu
Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku nyingine njema Bwana ametupa kuja kuangalia neno lake. Na leo tunaanza safari mpya katika kitabu cha Wafilipi. Kwa sababu waraka wa Wafilipi niliona tuingize na upelekane na hizo nyaraka zingine ambazo zinasaidia sisi kusimama vizuri, kwa sababu tunapata mashauri, tunapata mafunzo mazuri ya jinsi tunapaswa kusimama, jinsi tunapaswa kutembea, jinsi tunapaswa kujielewa sisi. Na nikafikiri ni vizuri kuangalia Wafilipi kwa sababu katika maneno yake Mtume Paulo kwa Wafilipi alikuwa anawaambia, najua mko hivi, nimesikia mko hivi. Wengine anawaambia nimesikia, lakini kile anasema hakiambatani na Ukristo na Wakristo. Kwa hivyo leo somo hili ama tunaliita kufurahia kuishi katika Kristo Yesu. Yesu Kristo ametuita, tumemwamini, tumeokolewa, tumekubali wokovu wake na tunamwishia ya kwamba tunasema sisi ni Wakristo. Ni Wakristo. Na ni mji mmoja waliishi vizuri mpaka watu wakaanza kuita hao ni Wakristo. Ni mji mmoja. Hiyo jina la huo mji huo unapotea. Lakini ni mahali waliweza kuitwa Wakristo. Si Yesu Kristo alisema ati kuanzia leo mnaitwa, ni watu wa mataifa waliwaita watu wa mji kwa sababu ya vile waliishi. Hebu tuone katika Wafilipi, tutaona. Na kitu kikubwa ambacho tunaona hapa, tunaambiwa kufurahia. Si kufurahi tu ati kufurahi, lakini kufurahia katika kuishi katika Kristo Yesu, kufurahia. Kwa sababu kuna tofauti kati ya kufurahi na kufurahia. Kufurahi, si umeona watu kama wale wanapenda mchezo wa mpira si wanafurahia wakiona mpira hata wanaofurahia hata zaidi ya wale wachezaji. Hiyo ni kufurahi, wanafurahi na wanatoka wamefurahi, timu yetu leo ilifanya nini. Na pekee, lakini pia ni furaha nyingine pia ambayo huelewi, kwa sababu juzi nikasikia kuna mtu alijiua wakati timu fulani ilienda mahali kucheza ikashindwa. Akajiua, akaona kama wameshindwa hata mimi nikufa. Si unaona anafurahia? Na siku pia katika maisha tumeona watu kama wale watu wanapenda pombe. Si wanasema wanafurahia. Lakini wakati mwingine unakuta huyo mtu yuko kwa mtaro amelala. Hiyo ni furaha. Si ni tatizo kubwa. Unasikia mtu ameuawa kwa alikuwa anakunywa pombe, akapigana, akauawa. Alikuwa anakunywa pombe, akaenda, akaruka gari inaenda. Akaanguka, akafanya nini? Akafa. Kwa hivyo anafurahi, lakini baadaye katika kufurahi kwake anakuwa hayuko, anakuwa hali ngumu. Sasa watu wengine wanakuwa ndio wanaumia kwa sababu sasa amepatwa na mambo. Juzi nilikuwa mahali nikasikia habari ya kijana mmoja na ningesema ni jamaa yangu kwa sababu tuna ukoo. Ati babu yake akasikia hajisikii vizuri kwa hivyo akasema haendi kanisani. Alikuwa mwili unamsumbua. Sasa babu yake wakati amepumzika akasikia kuna mtu kwa shamba kwenda akakuta ni mjukuu wake anaiba nini? Hii parachichi mnajua? Makorofia. Kwa sikie haiti makorofia kwa Kiswahili anaitwa parachichi. Babu akakuta kijana anafanya nini? Anaiba. Akamwambia shuka. Akiposhuka anataka tena kubeba yale. Akaambiwa kuna kitu utabeba, akaenda.
Baadaye nasikia tena usiku huo huo, si mchana alishindwa kuiba, akaenda kwa shamba fulani kufanya nini? Kuiba. Akakuta kuna walinzi, na nasikia hao walinzi ni wa ajabu, ati wanakuwa juu ya mti. Sasa wewe ukiingia, unaingia, wanakuacha tu ufanye nini na wanakuona. Baadaye wakashuka, wakampiga vibaya, wakamuumiza vibaya. Anataka kufurahi, lakini katika hali ambayo sio haifai, kwa sababu kama unataka pesa, neno la Mungu linasema tufanye nini? Tufanye kazi, si ndio? Mwizi si kuiba. Sasa hiyo ndio tunaongea sasa furaha. Sasa kabasi, tukiwa katika kazi yetu, si tulisoma katika Efeso ya kwamba tukifanya kazi tufurahie ile kazi tumeandikwa. Ukienda kwa kibarua kwa mtu, unafanya ni kama Mungu, ni kama Yesu Kristo unafanyia. Ujihesabu, mimi ni Yesu Kristo, nataka afurahi leo, vile nitapanda, vile nitavuna, vile nitapalilia. Sasa tunasikia habari za sasa kufurahia, kuishi tukiwa katika Kristo. Tuwe si kama tunaishi na hatufurahii, ni kama Ukristo unatusumbua, kwa sababu kuna mahali tunataka kuwa, kuna kitu tunataka kufanya na tumekatazwa. Ya kwamba katika yale tumeona mazuri tuyashikilie kabisa, tuwe maisha yetu ni furaha, tunafurahia. Nikaangalia kidogo ndio nionyeshe hiyo tofauti ya kwamba kuna kufurahia kule kwa, ukisikia hakuna mahali pana kuuma, si unasikia uko na furaha, ama unasikia hata umechangamka. Kama leo sasa tuseme ningekuwa na pesa, kabla ibada nipatie kila mtu 20,20 ili kanisa lingekuwa limechangamka sana, si ndio? Sasa hiyo ndio furaha ambayo sio ile ambayo tunaambiwa katika Kristo. Furaha katika Kristo ni kuwa ndani yetu nimeona jina kwa Kiswahili ni kujubilio, tunasherehekea na tunashangwe kwa kuwa sisi ni wa Kristo. Ya kwamba haijalishi sasa, si nimesema kama ningepatia mtu 10,000 vile hapa pangebadilika, si ndio? Hata nikienda sasa hapa madukani na pesa napatia watu, utaona tauni yote imechangamka. Lakini kuishi, kwa sababu tumeitwa maisha ya kuishi katika Kristo, tunaambiwa tufurahi. Mambo yatakuja, lakini hata yakija mambo magumu, tunakuwa ndani yetu tunashangwe, kwa sababu tunajua hapa ni muda mfupi. Tumeelewana hivyo? Kwa hivyo tuseme furahi, atakuwa kwa Kristo tutakuwa saa yote tumefurahi. Kuna wakati tutalia. Si tumelia hata tukiwa wa Kristo. Unakutana na mambo unalia, lakini hulii kama mtu ambaye hana tumaini. Unalia ukijua, kama vile huyo mtu anaitwa Ayubu. Alipopitia yale mambo yalipitia, alikuwa anachangamka, anaenda huko akiinua mikono akifurahi. Alikuwa na uchungu, si ndio? Lakini katika uchungu huo wake anasema, huyu hata akiniua bado mimi nitamtumaini. Unaona? Ndio anasema mambo ya Mungu. Anasema mimi najua huyu hata nikikufa, hata huyu mwili wangu wote ukioza, nitamuona. Hiyo ndio furaha ambayo tunatakiwa tuwe nayo, ya kujua kwamba hapa duniani ni muda mfupi, baadaye tunaenda kwetu. Tunaimbaga hivyo, wito ati wito kwega, wito neko ni matuine, ati kwetu kuzuri ni mbinguni. Kwa hivyo hapa tufurahie si yale tunapitia hapa, na tusitafute kufurahia hapa, tutafute ya kwamba tutahesabika katika idadi ile itaenda huko mbinguni. Amen. Amen. Amen.
Jambo la kwanza inaitwa utangulizi. Tafadhali tusomewe Wafilipi 1:1-2, mistari miwili, tuone huyu anatanguliaje. 1:2 tu. Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ati anasema mtume Paulo na Timotheo. Si ni Paulo anaandika? Sijui kama ni Timotheo alimwandikia yeye anaongea, sijui. Sababu hata anasema ni mtu fulani amemwandikia, lakini waraka ni wake. Si wadani, unakumbuka wakati tulikuwa shule, wazazi wetu wengine hawakujua kuandika Akitaka barua anakuita anakuambia wewe unaandika, alafu barua inaenda, kwa sababu siku hiyo kulikuwa hakuna simu. Kwa hivyo mtu akiwa yuko Mombasa ni barua. Sasa ni Paulo na Timotheo, na wanajitambulisha kama hapa tumeambiwa watumwa, si ndio? Lakini katika kuzungumza kwa Kiingereza wanasema watumwa wafungwa, ya kwamba mimi natumika kifungo fulani. Kuna tofauti hiyo na mtumwa, kwa sababu mtumwa alikuwa hana wakati anajua atakuwa na uhuru wake. Lakini huyu wakisema, wakijiita watumwa wafungwa, wanasema tumefungwa kwa muda mfupi kiasi, tukimaliza kifungo tutafanya nini? Tutaachiliwa. Kwa hivyo wanasema hivyo, ya kwamba ni watumishi wafungwa wa Kristo Yesu. Na ni vizuri sana kama tungejiona hivyo. Na nikisema tungejiona hivyo, nasema tukianza na hao ambao tunaita wahuduma. Si tunaona wengi, na wengine si tumeona kwa television, agenda kubwa sana ni pesa. Tuma pesa nikufanyie, si ndio? Mtumwa hafanyi kazi akingoja malipo. Malipo yake ni chakula, ni uzima huo, ni yawe na maisha ya kwamba hajakufa. Tunaelewana? Yaani kwa hivyo kila siku akiamka anajua ni kazi. Mimi niko mtu wa mtumishi, nifanye nini? Nitumike. Si nitumikiwe, nitumike. Walijua hivyo. Na itakuwa bahati kubwa na itakuwa hatua kubwa sana kama sisi nikijiweka hapo kama mhuduma, tutajielewa hivyo. Ya kwamba mimi kazi yangu ni kutumika. Lakini nikitumika, situmiki tu hivyo bure. Nimeambiliwa malipo, lakini kwanza nitafunguliwa, na nikifunguliwa huu utumishi niambiwe sasa uko huru, nitaenda mbele ya ule ameniajiri na ataniambia umekuwa mtumishi mwaminifu. Sasa njoo ufurahie yale ulikuwa unafanyia kazi. Kwa hivyo mshahara ambao tunapata kidogo kidogo ni wa kutuwezesha kushinda maisha haya ya hapa duniani. Na wakati mwingine mambo yatakuwa magumu, tutapitia mambo magumu. Lakini tunajua ya kwamba mwishowe yule ambaye ametuahidi, tulisoma ya kwamba yeye ni mwaminifu, yuko pamoja na sisi. Kwa hivyo hebu tujione hivyo katika yote tunafanya. Tukiwa kanisani, hebu tujione hivyo kama wafungwa. Kuna kifungo kidogo, tutamaliza, tutakuwa huru. Lakini kabla tupate huo uhuru, tuwe katika huduma. Si huru tunajua wakati utakuja. Wakati akina kama ni mimi nitaenda, akina wadani ndio wataachwa wakiimba ati tutakutana huko kuzuri, si ndio? Tunajua hivyo.
Na tukiwa hivyo basi, tukijua hivyo hata hatutakuwa na madai fanya hivi. Mimi nimewahi kusikia mhubiri ananipigia simu, hebu tuma, usinitumie kitu nikule nikubariki. Na Waefeso tuliambiwa sisi tumebarikiwa, si ndio? Sasa nikikutumia pesa nibarikiwe aje na tayari nimebarikiwa? Wanasema hivi, kwa watakatifu wote walio katika Kristo Yesu huko Filipi. Walikuwa watakatifu wa huko, walikuwa waamini wa huko. Na pamoja akakumbuka maaskofu wale walikuwa wamesimamia na mashemazi wale wa huduma, wazee wa kanisa wale wanasaidiana katika huduma. Anasema anawatakia neema na amani zitokazo kwa Bwana Mungu Baba yetu na Bwana Kristo Yesu. Anawatakia neema na amani. Kama tutahudumu na tutaishi maisha ama ya kufurahia, tunahitaji neema na tunahitaji amani. Na neema, tulieleza neema ni kitu tumepewa bure. Neema hailipiwi, neema ya Mungu. Ati itakuwa katika maisha yetu, ya kwamba hata wakati mambo ni magumu, tutajua neema ya Mungu inatosha. Kama vile katika Korintho mtume Paulo alisema ya kwamba neema ya Mungu ilifanya nini? Ilitosha. Ati katika udhaifu wangu neema ya Mungu ikakuwa mingi. Hivyo ndio anawaombea, na amani kutoka kwa Bwana Mungu Baba yetu na Bwana Kristo Yesu. Amani ambayo Yesu Kristo alisema, amani yangu nafanya nini? Na waachieni. Si kama hii ya dunia. Kwa sababu amani ya dunia ni mtu akiwa huko, ukiguza mfuko unasikia huko na kitu. Lakini sasa sisi utajikuta wakati mwingine umeamka huna kitu na mambo ni mengi. Lakini unaomba Mungu na unasema basi, kama siwezi kwenda hapo, siwezi nikafanya hiyo, ni sawa. Unapata, unaridhika katika hiyo, na unakuwa na amani na unafurahia. Hata kama ulitaka kwenda hiyo harusi na hukwenda, unasema ni sawa. Una sababu na Mungu wangu hajapungukiwa. Amen. Funzo tunaliona katika Habakuki 1:1. Inasema ufunuo aliouona nabii Habakuki, ya kwamba tunaendeshwa na ule ufunuo tumeona. Katika Kiingereza wasemi maono, wanasema mzigo aliouona Habakuki. Kwa sababu unapoona maono, tunapopata maono ya Mungu, tunakuwa na jukumu kuyatekeleza. Hatuonyeshi tu hivyo bure. Si leo tumesoma habari za nabii Yusufu ya kwamba akiwa kijana akaona mambo, akaota na akashikilia hiyo. Hata wakati alikuwa anajaribu kutenda dhambi, kunungunika, yeye hakunungunika, kwa sababu alijua hii vile niko, Mungu ana mpango na mimi, na mpango wa Mungu ni sawa. Kwa hivyo ni mzigo, ni jukumu ambayo Mungu ametupa wakati tumemwamini, kuishi maisha ambayo yanampendeza. Amen. Katika Luka 7:8 inasema, kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu fanya hivi, hufanya. Nani alisema maneno hayo? Nani anakumbuka? Yule nini? Akida. Aliitwa Akida. Askari alisimamia mambo, askari 100. Akamuona Yesu anakuja kwake, akakataa. Akasikia Yesu anakuja kwake, akakataa. Akaenda akamwambia, hapana, wewe usikuje, kwa sababu hata mimi najua mamlaka.
Kwa hivyo tujue mamlaka ambayo tuko nayo. Mamlaka nani ametupa? Si alijua mamlaka yake, alikuwa amepewa na Rumi. Kwa hivyo alikuwa akiambia askari fanya hivi, na akajua pia na mamlaka kwa mtumishi wake. Si bwana wa boma akija anasema kile atakula, akiwa na mpishi si anasema leo nataka unipikie hivi. Atakwambia hapana, leo sitakupikia hiyo, mimi nasikia kukupikia ugali. Si kazi itapotea? Basi ni vizuri tujue vile Paulo alijitambulisha. Yeye alijua ni kutumwa, ametumwa. Kazi si yake, ametumwa. Kuna mwenye kazi. Na tukijua nani ametuandika, ametuajiri kazi, tukijua nani ametuajiri, hatutasumbuana na watu kuambia toeni fungu la 10, mtoe sadaka, mfanye. Hapana, kwa sababu nikikuja nikuambie vile nimeambiwa na umeamini nimetoka kwa Mungu, si utafanya tu wewe mwenyewe bila mimi kukushurutisha. Hata Paulo ndio akasema wakati alikuwa anaambia watu watoe sadaka, wasaidie, aliwaambia mtu yoyote asitoe akisikia ameshurutishwa, akiwa na mzigo, kwa sababu Mungu hupenda mtu ambaye anatoa kwa moyo mchangamfu. Tuwe wachangamfu katika kumtumikia Mungu, kwa sababu tunajua ni nani tunatumikia. Amen. Jambo la pili, tusomee 3:4-5. Anatoa shukrani. Katika kufurahi tutakuwa watu wa shukrani. Na saa ingine umeona kichwa kinasema kitendawili, si ndio? Si tunajua kitendawili ni nini? Kitendawili. Simjibu mtu, ujibu aje. Kitendawili. Nyumba yangu haina mlango. Yai. Hiyo ndio hivyo. Sasa kuna kitendawili katika hapa, na hicho ndicho baadaye tutakiona, kwa sababu si tumeambiwa tufurahi. Hebu tuone anapeana shukrani kwa nini. 3:4-5 tafadhali. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. 5. Sasa Mtume Paulo anaeleza shukrani kwa Bwana Mungu wake kila anapowakumbuka. Si hata wewe kuna mtu labda wewe ukumbuka unashukuru Mungu. Unaye mtu kama huyo wa Dani, ukifikiri ya mambo yake unashukuru Mungu ya kwamba mlikutana na mlijuana, si ndio? Hivyo ndivyo akifikiri wa Filipi ya kwamba saa yote alikuwa akiwafikiri, akili zake alikuwa na furahi akiwa Filipi. Kwa sababu nini? Kwa sababu anaambiwa ya kwamba kanisa la Filipi liko katika maombi yake. Ombi lake akiomba anawakumbuka. Kwa kuwa na anakuwakumbuka kwa furaha. Si kuna watu unakumbuka kwa uchungu. Ukisikia mtu hata akitajwa ama umfikirie, unakumbuka makosa alikufanyia, si ndio? Unafikiri si kwa furaha. Washiko, mtu alikuja hapo akachukua mkate akakwambia kesho na hajalipa, ukifikiri ufurahi, si ndio? Hiyo ndio tofauti ya Paulo. Ati yeye aliwashukuru wa Filipi akiwafikiri, kwa sababu saa yote alikuwa na furaha akiwafikiri, anawafikiri kwa furaha. Tunaambiwa nini hapo? Tuwe watu ambao mtu akikufikiri, mtu akinifikiri, ananifikiri kwa furaha. Si mtu ananifikiri kuna pesa yake nilimdanganya, kuna deni nilimwambia siku 3, miaka imepita sijawahi kulipa. Kuna watu kama hao. Lakini hawa wanaambiwa
yeye alikuwa anafikiri kwa furaha, kwa sababu anaambiwa kwamba ushirika wao ulikuwa wa ajabu, ya kwamba tangu siku ya kwanza kusikia injili hii, wakati siku ya kwanza Paulo alikuwa hapo, na wakati huo anawaandikia, ameenda huko kwao mara 3. Nilifanya utafiti kidogo, mara 3 kwao. Kwa hivyo tangu siku ya kwanza ati akienda alikuwa anakuta tu kazi inaendelea. Niliwaambia kule mimi huenda Tanzania kuna mchungaji mmoja anaitwa Askofu Robert Ruvunduluka. Tulipokutana alikuwa na makanisa machache, nikihesabu alikuwa na makanisa kama 5 hivi Baadaye yakaongezeka, baadaye kukakuwa na mvutano fulani kati ya wahubiri, na nakumbuka kiniomba mashauri siku moja, tufanye nini? Nikaambia hapana, hapo mmekaa vizuri, endeleeni vile mnafanya, kwa sababu hata hao wanataka hivyo, ni nyinyi wanaangalia vile mko. Akabaki akiwa peke yake kanisa moja. Juzi akaniandikia, walikuwa wanataka niwe Tanzania kwa sababu askofu mkuu kutoka Dar es Salaam alikuwa ametembea. Na alipofika huko hivi sasa, aliposimama na akaendelea na kuhubiri vizuri tu vile alikuwa anahubiri, bila zile sarakasi watu wameongeza siku hizi, sasa yuko na makanisa 22. Sasa akaniambia, nikamwambia si unaona kule tulitoka, si niliwaambia tulikuwa polisi, mimi nilikaa siku 5 huko kwa sababu ya uongo fulani ulielezwa, ya kwamba hata kuna watu baadaye wachungaji walishirikiana na yeye kwa kusikia hivyo kwa radio, ati ameshikwa bure. Sasa hicho ndicho kitandawili tunategewa, lakini tutaona vile kitateguliwa. Si kitandawili kinateguliwa. Akasema ati tangu siku ya kwanza walishikamana na ushirika na wakaendelea kabisa kuhubiri injili. Si kuhubiri miujiza. Siku ya leo watu wanahubiri miujiza, wanahubiri unabii, si ndio? Na watu wengi wanafuata hiyo. Utasikia nabii yuko mahali fulani, watu wameenda. Siku nyingine nikasikia sijui huko Kirinyaga, sijui ni wapi, kuna mahali Kirinyaga, kuna ati nabii fulani. Na unasikia watu wanaenda. Lakini hawakufanya hivyo, walihubiri Yesu Kristo, na yeye kama vile Paulo alisema, tunamhubiri Kristo na yeye amesulubiwa. Hiyo tu ndio walihubiri. Hebu na sisi tuwe hivyo. Washiko, tuongee tu Yesu Kristo alisulubiwa, na baada ya kusulubiwa tulipata msamaha. Njoo kwake akusamehe. Njoo kwake mpelekane. Hiyo tu. Akasema ati kwa ujasiri, yeye yuko na ujasiri Paulo akiwaongelea, kwa sababu anasema yuko kwamba Bwana Mungu ambaye ameanza kazi njema ndani yao ataikamilisha hata siku ya Kristo. Ana ujasiri, hana wasiwasi. Hawaoni ya kwamba nimesikia. Anawaambia mkiendelea hivyo mpaka hiyo kazi ambayo mmeendelea. Kwa sababu hapa duniani tunakutana na changamoto. Si ndio sababu tunaimba ati kuna kwetu kuzuri. Na baada hizo changamoto tutasimama hiyo siku ya Kristo, wakati tutasimama mbele ya Yesu Kristo. Kila mtu na kazi yake. Kwa hivyo tufanye kazi hivyo hao walifanya. Yeye anasema mimi nina ujasiri ya kwamba hiyo kazi huyu aliwapa hiyo kazi Yesu Kristo hata ikamilisha, mtasimama mmekamilika hivyo mbele yake. Na nasema ya kwamba Yesu Kristo ni shahidi wangu. Watu siku hizi wanachukua jina la Mungu kwa urahisi sana. Si mtu atakwambia haki ya Mungu. Wadana haki ya Mungu kinipa hiyo, ikifika Jumamosi haki ya Mungu nitakuletea. Jumamosi hiyo inafika,
inafika ingine, na huyo mtu sasa inakuwa ni wewe unamtafuta. Watu wanachukua jina hilo kwa urahisi sana. Lakini nakumbuka hata katika hii nchi kuna mtu alisema kama Mungu atatusaidia tujenge, tuunde serikali ijayo, hiyo serikali itakuwa ya mtu wa chini. Itakuwa ya mama mboga. Mama mboga leo yuko wapi? Yuko juu ama yuko chini zaidi? Chini zaidi. Tutaweka mpango mzuri wa afya kwa jamii. Wacha linda mama, linda jamii. Lakini leo ukienda unakuta hospitali hazina dawa, unakuta lazima ulipe hiyo bima tunaambiwa. Kwa hivyo yeye anasema, na akasema Mungu akipenda, Mungu akiruhusu. Paulo anasema Yesu Kristo ni shahidi wake. Vile anasema ni kweli. Hebu watu wengine wawe na ujasiri huo kutuhusu. Mtu akisikia Mama Shiko anasema huyo Mama Shiko huyo, namjua kazi yake. Na anasema anaonea shauku sana wote kwa upendo wa Yesu Kristo. Ati angetaka waone, angetaka sana aende awaone tena. Kuwaona tu itakuwa furaha kubwa. Funzo Yeremia 29:11. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana Mungu, ni mawazo ya amani wala si mabaya, si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ya kwamba tumaini ni za siku za mwisho. Ni Bwana Mungu mwenyewe anasema ati ana wazo yake kwetu ni mawazo ya amani, si ya mabaya. Tena angetaka mwisho wake tupate tumaini, na tumaini ambalo ni letu ni tumaini la uzima wa milele, kusimama mbele ya Mungu. Kwa hivyo ndio mimi nikasema sina haja nabii aniambie habari ya nyota yangu Washiko, kwa sababu Mungu mwenyewe amesema mimi najua mawazo ambayo yuko nayo Mungu mwenyewe juu yangu. Si ni mawazo mazuri? Na Mungu akiwa na mawazo mazuri, kuna nabii ambaye atanisaidia kuniambia kile kinanikula? Hapana, nitakulwaje na Mungu ananiwazia mema. Yohana 15:9. Kama vile baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Maneno ya nani hayo? Ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ya kwamba vile Baba alimpenda, na yeye pia akatupenda hivyo, ati tukae katika hilo pendo. Tujaribu vyovyote tunaweza kufanya, tukae kwenye hilo, yani tukatalie kwenye hilo pendo. Tujue yote ambayo yanakuja ni ya muda. Bwana Mungu yuko hai, na wakati wote ana uwezo wa kutosha. Na nikijua hivyo, basi nitakaa katika hilo pendo, nikae tukipendana na Yesu, nikifanya yale ambayo yanampendeza. Amen. Sasa 9-11 kuna ombi. Kwanza amesema shukrani zake. Sasa tuone anaomba nini. Ombi lake. Hebu tusomee 9-11 tafadhali. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa nyingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa
mpaka siku ya Kristo, ili mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Ati hiyo ndio anawaombea, na ni ombi nzuri. Siku ya leo tunalipa tuombewe pesa, si ndio? Unasema unataka gari, tuma mbegu nikuombee upate gari. Unataka kazi, fanya nini? Tuma mbegu, si ndio? Uko mgonjwa, tuma mbegu. Madhabahu haya yatakuzungumzia, yatakutetea. Madhabahu haya ukituma nini? Mbegu, ukituma pesa. Yeye anasema hapana, mimi nawaombea. Na haitishi pesa kuwaombea. Anaombea mambo mazuri. Anasema ya kwamba pendo lao lizidi sana na tena sana katika maarifa na upambanuzi wao. Ya kwamba hiyo ndio anawaombea, ya kwamba wao watu ambao upendo wao umezidi sana tena sana, umeongezeka upendo, kwa sababu waweze kutaka kupenda, wapate maarifa na upambanuzi. Yapate maarifa, watu wawe na hekima. Maarifa ni hekima, si ndio? Kuweza kujua mambo ambayo ni mazuri, mambo ambayo ni ya kuelekea, mambo ambayo ni ya kujenga, mambo ambayo ni ya kuzaa. Kwa nini? Kwa sababu anasema wawe pia na upambanuzi wote, wanaweza kupambanua. Katika tunda la Roho kuna tunda la upambanuzi, ya kwamba mtu akiongea, Mungu anakusaidia kupambanua uongo na kweli, kwa sababu tusipojua uongo na kweli tofauti, tutadanganyika kwa urahisi. Sasa tuwe watu ambao tumebarikiwa hivyo, tuna upambanuzi. Ya pili, waelewe mambo yaliyo mema zaidi. Ati mambo, kufanya mambo mema, tuelewe zaidi mema. Lakini siku ya leo utakuta watu wengi mambo mabaya ndio wanapenda kujua sana, si ndio? Sitasikia mtu amekuja kukuambia vile mtu fulani alifanya mambo mabaya, lakini ni ngumu sana usikie mtu akija kukuambia, hebu nikuambie, nimeona kitu kwa Adamu cha ajabu, amepanda mahindi hivi. Ni vigumu sana, lakini tunaambiwa mambo mema tuwe ni sisi tunayasambaza sana, tunayapenda na sisi ndio tunaongea, si mabaya. Ya tatu, wabaki wanyoofu na wasio laumika hata siku ya Kristo. Wabaki hivyo hivyo, ya kwamba mioyo yao ni safi, mioyo yao, mawazo yao ni safi, wana mawazo ambayo ni manyofu, yani si watu wa kona, watu uongo kidogo, chumvi kidogo hapa, hivyo bidhari kidogo katika mambo, ya kwamba mtu akikwambia kitu na akisema kitu inakuwa hivyo amesema, ndivyo iko. Ati wawe watu ambao hawalaumiki. Na mtu ambaye halaumiki ni mtu mzuri, ya kwamba yale mimi nafanya inakuwa tu ni mambo sawa, kwa sababu nimemfuata Mungu na nimetafuta kabisa nisilaumiwe. Wakati watu wanalaumiwa, kulikuwa matanga mahali fulani, mimi sikuwako, hakukuwa watu, na inakuwa ya kwamba hakukuwa watu kwa sababu mimi sikuwako, kwa sababu hata kama ningeenda peke yangu wangesema hakukuwa watu isipokuwa fulani, si ndio? Hiyo ndio tunaambiwa. Ati wewe hutalaumiwa wengine wakilaumiwa, na hata wakilaumiwa wewe utaweza kuwa na sababu za kutosha kwa nini labda hukuwa hapo. Ya nne, wajazwe matunda ya haki kupitia Kristo Yesu. Wawe na matunda ya haki, ya kwamba yale wanafanya ndiyo hayo yametajwa,
ni mambo ambayo yako sawa, mambo ambayo ni ya kujenga kwa utukufu na sifa za Bwana Mungu, ya kwamba chochote tunafanya sio sisi tunajitafutia utukufu, sio sisi tunajitafutia sifa. Hapana, ya kwamba mtu atatoa sifa kwa Bwana Mungu. Sisi ni chombo tu, sisi ni watumishi tu, tumepewa nafasi ya kunena hayo maneno, ya kwamba ukienda wambane kwa jirani umpe maneno ya kumfariji, maneno ya kumpa nguvu, unasema sio mimi, hiyo ni Mungu anakutakia hayo. Utukufu na sifa zinakuwa kwa Mungu, sio mimi. Funzo Isaya 43:7. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam mimi nimemfanya. Ya kwamba tujione hivyo, ya kwamba sisi tumeumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na tumeumbwa tuwe wa kutaja hilo jina la Mungu, tuwe tunaongozwa na hilo jina la Mungu, ya kwamba yote tunapanga hapo, tunakusudia, tunatumia hilo jina la Mungu, hati hilo ndilo linatuongoza. Mathayo 5:6 inasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ya kwamba sisi tuwe ni nuru ya watu kuona, na hiyo nuru iwe ni nini? Ni matendo mema yetu. Tuwe watu wa matendo mema, na tukiwa watu wa matendo mema, Kristo anapata utukufu, kwa sababu utukufu ni wake. Amen. Sasa 12:15 ndio tunaona sasa tumefika kwenye hilo neno kitendawili. Kitendawili, Biblia kuna na Kiswahili iko hapo. Tuwe ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kueneza Injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakipata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kulinena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya kusunda na fitina, na wengine kwa nia njema. Asante. Sasa hicho ndicho kitendawili. Mtu anatega kitendawili, anasema aliwajulisha yaliyompata, wajue ya kwamba kuna mambo amepitia yeye, lakini anasema hata kama nimeyapitia katika maisha yangu, hayo yote mambo yanafanyika ili kueneza Injili. Kwa sababu anasema hata imejulikana kwa walinzi wote wa ikulu na wengine wote kwamba vifungo vyake viko katika Kristo Yesu. Si alitolewa Yerusalemu, alitolewa ni kama Yerusalemu, alitolewa ni kama mtu amekosea, si ndio? Anapelekwa wapi? Anapelekwa huko Italia, anapelekwa huko Rumi, akafanyishwa kesi kwa sababu amekosea taifa la Israeli. Lakini anasema hata sasa wote wameona kweli kabisa hana hatia. Ati wameelewa
kwamba yeye amefungwa kwa sababu ya Kristo, si kwa sababu ya kitu kingine. Hakuna ubaya amefanya, hakuna uvumi ameeneza, hakuna kitu chochote alichofanya cha kustahili yeye kuwa amefungwa. Na hiyo inakuwa ni changamoto kwetu. Hebu basi kavyo tumeambiwa na maandiko, tusikue ya kwamba mateso tutapata kwa sababu ya matendo mabaya. Yeye anasema watu walijua kweli ni injili inapigana nayo. Kama hiyo habari nimwambia Tanzania tulipofungwa hiyo wiki moja na huyo mchungaji rafiki yangu. Baadaye wakasema kweli tumeona. Mimi wakaniambia tumeona wewe huna makosa. Na usiogope tena kurudi Tanzania, na sio tu huko, hata Tanzania nzima tunahitaji watu kama wewe, unakuja na kueneza injili, unasaidia watu. Na hata huyo mchungaji wakamwambia hivi. Lakini wengine walikuwa wanafikiri ni yeye wanatesa, lakini baadaye ikaonekana kweli si yeye wanatesa, ni fitina tu. Akasema ati hata ndugu wengine wakapata ujasiri kueneza, kusikia yale wamepitia, hata wakasema hata sisi tutaendelea kueneza hiyo injili. Hicho ndicho sasa tunafika kwenye kitendawili, kwa sababu hawa wengine umesikia wamepata nguvu, wanaeneza kwa ujasiri sasa zaidi. Alafu sasa wamekuwa hodari zaidi ya kwamba wananena neno bila uoga. Sasa hawaogopi. Si wanajua Paulo amefungwa. Hawaogopi, wanasema kweli Paulo vile yeye mwenyewe ameshikilia ushuhuda wake na injili yake ikawapa nguvu. Hata hivyo katika kuhubiri anasema hata hivyo wengine wamhubiri Kristo kwa husuda na ugomvi. Wengine ni husuda na ugomvi. Husuda ni fitina. Wengine wanahubiri kwa sababu ya fitina na ugomvi, na wengine kwa njia njema. Hicho sasa ndicho kitendawili, ya kwamba hii injili sio watu wote ambao wanahubiri kwa njia kwa nini njema, au wanahubiri kwa nia njema, ya kwamba vile hao wanasema hao ni watumwa, ni watumishi watumwa. Si hivyo, hawa ni husuda. Na umeona kanisa kama huu upande wetu, ukihesabu nafikiri kuna kanisa hii location yetu nafikiri iko na kanisa labda ni kama 30 ama zaidi makanisa. Kila mtu na injili tu ndio hiyo. Na ndio tunaambiwa wengine si njia njema kuhukumu ili wapate rushwa, na makuhani wake kufundisha ili wapate ijara. Ijara ni mshahara, wapate mshahara, na manabii wake ubashiri wapate fedha. Hiyo ni Israeli walikuwa hivyo wakati wa Mika. Hiyo ndio Mika alionyeshwa na Mungu, ya kwamba wakuu ni rushwa. Wanahukumu kesi, lakini kabla kesi utoe kitu ndio kesi ije upande wako mzuri. Wewe huna kitu, hata wewe ukitoa na huyo atoe, si lazima ataonea mmoja. Hiyo ndio tunaambiwa kwa sababu ya rushwa. Kwa kuwa mmewafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwaachi waingie. Mafarisayo na waandishi walikuwa hivyo. Wanafanya mambo magumu ya kwamba mimi tu ni mimi naelewa. Wanafanya magumu. Hata Yesu wakati mmoja akasema, mnabebesha watu mizigo, hata wewe huwezi kukataa kuguza huo mzigo. Injili lakini ni waongo. Ni tumbo zao tu wanafikiri. Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi nami nitafurahi. Ya kwamba
Mmoja anaenda na kuhubiri kwa uongo, anachukua hiyo tu mpaka hapo. Anapokea sadaka, anachokea zaka, lakini ni ubinafsi, ni tumbo lake linamsukuma, si roho wa Mungu amemsukuma. Sasa tunaambiwa uzuri wake ni ya kwamba injili inafanya nini? Inahubiriwa. Na ikihubiriwa, mtu si injili ni Yesu Kristo. Mtu akiambua Yesu Kristo anaokoa na akubali kuokoka, hata kama huyo mhubiri ni mkora, si ameokoka sababu ameamini Yesu Kristo, lakini baadaye atajua ukweli na Mungu atamsaidia katika huo ukweli. Kwa hivyo tunaambiwa tusisumbuke tunaposikia watu wakifundisha mafundisho ya kupotosha, tusisumbuke. Mradi wanasema Yesu Kristo anaokoa, wacha waseme, mtu akoke, akiokoka Mungu atamsaidia. Amen. Amen. Ndio akasema yeye anashukuru, na sio tu kushukuru, na ataendelea kushukuru ya kwamba kuna wahubiri wazuri na wahubiri bandia. Hata wahubiri bandia wakihubiri, yeye anashukuru ya kwamba wanasema Yesu Kristo anaokoa na watu wanaokoka. Amen. Basi somo liko hapa. Tutegue kitendawili kinasema hivi. Zaburi 37:1. Usikasirike kwa sababu ya watenda mabaya, usiwahusudu wafanyao ubatili. Kuwahusudu ni kuonea wivu. Abariki sana.